Naam, salamu zetu za dhati ziwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mnaendelea salama salimini, na tunatumia fursa hii kukaribisheni kusikiliza awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku ya leo tarehe 15 Februari mwaka 2026. Angalau watu wawili wanaripotiwa kuuawa kufuatia shambulio linalohusishwa na wanamgambo wa CRP wanaoongozwa na Bwana Thomas Lubanga katika mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, afisa mmoja wa Police Nationale Congolaise PNC aliuawa, huku askari mmoja wa FARDC akipoteza maisha katika eneo la Lalu. Shambulio hilo liliripotiwa kuhusisha mashambulizi ya makombora yaliyolenga shule pamoja na kambi ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo la Kpangba, jambo lililozua hofu kubwa miongoni mwa raia. Matokeo ya haraka ya tukio hilo ni kusimama kabisa kwa shughuli za usafiri kwenye barabara ya Route Nationale numero 27 ama RN27, huku shughuli za kiuchumi zikidorora ama kuzorota katika sehemu hiyo ya wilaya ya Jugu. Na kule jimboni Kivu Kaskazini mjini Goma, wapiganaji wa Kikongo wenye kuwa katika uasi wa M23 RDF siku baada ya siku uwaga wanaweka wazi madai mazito yanayoitia lawamani harakati hiyo ya M23. Wanalalamikia mauaji ya kiolela, uajiri wa kulazimishwa na tofauti za matibabu ndani ya harakati hiyo. Inasemekana ya kwamba muda wa miezi miwili iliyopita, baadhi ya wanachama wa uasi wa M23 wametoa ushuhuda kwa masharti ya kutotajwa majina yao, wakieleza kwa namna inayofanana kuhusu hali ndani ya harakati hiyo na madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika mji wa Goma. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, mihili ya watu waliouawa inadaiwa kutupwa kwenye ufa mkubwa wa volkano wa Nyiragongo iliyoko kaskazini mwa mji wa Goma. Ushuhuda uliokusanywa unaeleza kile kinachodaiwa kuwa utaratibu wa mara kwa mara wa kuficha mauaji unaofanywa na kundi hilo la wahasi wa M23. Maiti kadhaa zilitupwa huko, anasema mmoja wa wapiganaji aliyezungumza kupitia ujumbe wa njia salama. Mwingine anazungumzia amri kutoka juu bila kutoa maelezo kuhusu mlolongo wa uongozi. Mbali na tuhuma hizi nzito, baadhi ya wapiganaji pia wanalalamikia hali zao za maisha ndani ya kundi hilo la M23. Wanasema hawalipwi mshahara wowote na kwamba wanaishi kwa kujitegemea. Ushuhuda mwingine unadai kuwepo kwa tofauti ya matibabu kati ya wapiganaji. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, wanajeshi wa Rwanda waliounganishwa ndani ya uasi huo wa M23 ndio ambao pekee wanapokea malipo ya mara kwa mara. Ila hata hivyo, madai haya nyeti hayajathibitishwa na mashirika huru. Mpiganaji mwingine anadai kuwa aliajiriwa kwa kulazimishwa. Anasema anatamani kuondoka katika uasi huo na kurejea maisha ya kirahia, lakini anaogopa kulipiziwa kisasi. Anasema ya kwamba alilazimishwa kujiunga katika kundi hilo na anatamani kuondoka, akikiri kushiriki katika operesheni zilizosababisha vifo vya raia, na anadai kuwa wengi waliouawa walikuwa ni raia wa Kikongomani. Na zaidi ya hayo, wahasi wa M23 AFC wanadaiwa kutishia kuwashikilia kiholela na kuwashambulia wanahabari, wakosoaji pamoja na wanaharakati wa mashirika ya kiraia katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Pia wanatuhumiwa kutekeleza mauaji ya haraka bila kufuata taratibu za kisheria, yakiwemo mauaji ya mwanaharakati Pierre Katema Biamungu tarehe 12 Februari na ya mwanamuziki na mwanaharakati Delphin Katembo Vinywanski anayejulikana kwa jina la Delcat Idengo tarehe 13 Februari nyumbani kwake. Madai haya yanaongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama na uhuru wa kujieleza katika maeneo hayo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo yako chini ya udhibiti ya wahasi wa M23. Ila tunamshukuru Rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi kwa jitihada yake ya kuboresha uwezo wa majeshi ya FARDC, na hii najua ni kwa sababu ya mambo
haya tunayoyaishi leo yasikwende kujirudia tena. Yaani tuwe na jeshi ambalo tunajua ya kwamba litakuwa linazuia majaribio ya mashambulizi yote kutoka kwa wahasi bila shaka. Maana kulikuwa na wakati ambapo FARDC ilitajwa kwa mashaka, ukosefu wa uratibu, changamoto za vifaa na usambazaji, kujiondoa, kurudi nyuma kwa kimkakati ama retrait strategique, ambazo zilikuwa zinamfanya adui kusonga mbele na imani ya wananchi ikayumba kabisa. Lakini leo mizani ya nguvu inaanza kubadilika polepole kwa uthabiti na kwa mkakati, kama kwa yale tunayoyaona Minembwe na katika maeneo mengine ya mstari wa mbele mashariki mwa nchi. FARDC hawako tena katika hali ya kushambuliwa tu, bali wanajipanga, wanaimarisha ngome zao na wanasonga mbele. Kwa sasa ni jeshi lililo na ufahamu wa uwanja. Kwa sasa wanadhibiti maeneo ya juu ili kulinda barabara na njia muhimu, na sasa hivi wameshajua kudumisha pressure bila kubomoka kwa position zao. Na hizi ni alama za jeshi lisilofanya mambo kwa kubahatisha tena. Baadhi ya watu walitarajia kuporomoka kwa haraka, sasa wanashuhudia ustahimilivu uliopangwa. Mistari ya ulinzi inashikiliwa, maeneo ya kimkakati yanabaki chini ya udhibiti, na kila kilomita inayolindwa inakuwa ni ujumbe wazi kwamba uhuru na mamlaka ya Kongo haviwezi tena kujadiliwa. Kutoka kujihami hadi kuchukua hatua, kuimarika kwa FARDC kunaonekana katika ngazi tatu kubwa. Ngazi ya kwanza ya kimbinu ama ngazi ya tekniki ni uratibu bora wa vikosi, kuzoea mazingira ya milimani na umiliki wa kudumu wa maeneo ya juu. Ngazi ya pili ya kioperesheni ni uwezo wa kudumisha presha licha ya kuongezeka kwa nguvu za adui. Na ngazi ya tatu ya mwisho ni ngazi ya alama ama ya kisimboli ama simbolike ya kurejesha polepole imani ya kitaifa. Hata mbele ya msaada wa nje na hesabu za kikanda, jeshi la Kongo linaonyesha kuwa haliko tena katika hali ya kujibu tu mashambulizi, bali sasa linaweka kasi ya mapambano. Mashariki mwa DRC kwa muda mrefu imekuwa uwanja wa vita vya moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja, vita mseto na misukumo ya kuvuka mipaka. Leo hali mpya inaonekana, ambayo ni gharama ya kusonga mbele dhidi ya FARDC imekuwa kubwa zaidi kuliko hapo awali. Na katika mkakati wa kijeshi, pale adui anapoanza kusita, tayari hiyo ni ishara ya mabadiliko ya mizani. Kwa kweli, kuimarika kwa FARDC si kauli mbiu tu, ni mabadiliko yanayoendelea. Jeshi linashikilia nafasi zake, dola inayokataa kugawanywa, wananchi wanaotazama na kusubiri matokeo ya kudumu. Mashariki kuna kitu kimebadilika, na ikiwa mwelekeo huu utaimarika, historia itaandika kwamba hapa ndipo ukombozi wa kimkakati ulipoanzia kwa dhati. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku. Shukrani kwa kuwa na sisi na kuambatana nasi, na pia tunakuomba uendelee kuambatana sambamba nasi ili uzidi kufaidi habari zinazofuata. Tukutane kwa majaliwa.